Naam, salamu zetu sasa zipate kuwafikia popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunawakaribisheni kusikiliza matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa leo tarehe 29 Machi 2026, na tutakwenda kuzungumzia kama kawaida hali ya kiusalama ambayo inaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tutakwenda kuanzia na habari inayosema ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaanza hatua inayoweza kuwa ya kihistoria katika kushughulikia mgogoro wa usalama unaoendelea kwa miaka kadhaa mashariki mwa nchi hiyo. Mwelekeo wa sasa kuhusu uasi wa AFC M23 unaashiria uwezekano wa kupungua kwa mapigano, ukichochewa na juhudi zinazolenga kulinda raia na kuleta utulivu wa kudumu katika maeneo yaliyoathirika. Huko Goma, makubaliano kuhusu mazungumzo ya kibinadamu yamesahiniwa kati ya viongozi wa AFC M23 na shirika la kibinadamu la Geneva Call ama Appel de Geneve. Hatua hii inaonekana kuwa muhimu katika kudhibiti mienendo ya makundi yenye silaha na kuimarisha heshima ya sheria za kimataifa wakati wa migogoro. Ahadi zinazolenga sheria za kibinadamu. Katika muktadha huu, kundi hilo la wahasi linaloongozwa na Corneille Nangaa limethibitisha kujitolea kwake kuheshimu kanuni za sheria za kimataifa za kibinadamu. Miongoni mwa ahadi zilizotolewa ni kulinda raia, kuhakikisha usalama katika maeneo yanayodhibiti, pamoja na kuchangia juhudi za kurejesha utulivu. Hatua hizi zinalenga kupunguza ukatili na kuunda mazingira bora kwa shughuli za misaada ya kibinadamu, hasa katika eneo ambalo limekumbwa na wimbi kubwa la wakimbizi wa ndani na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Hata hivyo, hatima ya wanachama wa AFC M23 bado haijawekwa wazi. Miongoni mwa njia zinazoweza kuchukuliwa ni pamoja na kutoa msamaha au kuanzisha programu za kuwaondoa vitani, kuwavua silaha na kuwajumuisha tena katika jamii, mpango wa DDR. Hatua hizi hutumika mara nyingi baada ya migogoro ili kusaidia kurejesha maisha ya kawaida kwa waliokuwa wapiganaji na kupunguza uwezekano wa kurejea kwa mapigano. Wakati huo huo, serikali ya Kongo inatarajia pia kuanza kurejesha mamlaka yake taratibu katika maeneo husika. Hii itahusisha kurejesha taasisi za serikali, kuimarisha uwepo wa vyombo vya usalama, pamoja na kurejesha huduma za misingi kwa wananchi. Makubaliano haya yanaonekana kuwa sehemu ya mchakato mpana wa kumaliza mgogoro huo, ingawa bado kuna changamoto katika utekelezaji wake. Yanaashiria matumaini ya kupunguza kwa mvutano na kurejea kwa utulivu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huku katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kila mara wanamgambo wa M23 wanapoondoka katika eneo fulani, hali ya afueni ya furaha na shangwe huonekana wazi miongoni mwa raia ambao kwa muda mrefu wameathiriwa na vurugu, uhamisho wa kulazimishwa na vikwazo vinavyowekwa na makundi yenye silaha. Kulingana na ripoti mbalimbali na ushuhuda unaofanana, hatua hizi za kujiondoa wakati mwingine huruhusu kurejea kwa taratibu kwa wakazi katika maeneo yao ya asili baada ya vipindi virefu vya kukaa ukimbizini. Kwa mfano, kuondoka kwa M23 katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini kumechangia kurejea kwa familia zilizohamishwa, hali inayotafsiriwa kama ishara ya utulivu wa muda katika maeneo husika. Mwitikio huu unaonyesha mwenendo mpana zaidi ambao ni uwepo wa kundi hilo mara nyingi unahusishwa na ukosefu wa usalama pamoja na kuvurugika kwa maisha ya kijamii na kiuchumi. Mashirika mengi ya kiraia pia yalielezea kuwa M23 kama nguvu ya uvamizi katika mashariki mwa nchi, yakitaja udhibiti wake juu ya miji ya kimkakati, uwepo wa utawala sambamba, pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya raia. Katika maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wake, wananchi wamekumbwa na ukiukaji mkubwa wa haki za msingi, ikiwemo uhamisho wa kulazimishwa, vitendo vya ukatili na vizuizi vya uhuru wa msingi. Katika muktadha huu, hatua za kujiondoa, hata kama bado ni za sehemu kidogo, mara nyingi hutazamwa na wakazi kama aina ya ukombozi. Matukio ya furaha na shangwe yameripotiwa katika maeneo kadhaa
yaliyorejeshwa au kuachwa na waasi, jambo linaloonyesha wazi kukataliwa kwa uwepo wao. Hisia hii inaongezewa nguvu na athari za moja kwa moja za mzozo huo, ambao ni uharibifu wa njia za kujikimu, mazingira ya hofu ya kudumu, pamoja na mgogoro mkubwa wa kibinadamu unaosababisha mamilioni ya watu kuwa wakimbizi wa ndani. Aidha, katika baadhi ya maeneo, kujiondoa kwa M23 kumeruhusu kurejeshwa kwa mamlaka ya serikali pamoja na vikosi vya jeshi la kawaida, hali inayochangia kurejesha kwa kiasi fulani hali ya kawaida, ingawa bado ni dhaifu. Hata hivyo, kujiondoa huku mara nyingine hupingwa au kuwa na utata, kwani wachunguzi wanabaini kuwa baadhi ya wapiganaji wanaweza kubaki kwa siri au kujipanga upya katika maeneo ya jirani. Hivyo basi, kwa kuzingatia hali halisi ya uwanja wa mapambano, kila hatua ya kujiondoa kwa M23 haionekani tu kama mkakati wa kijeshi, bali pia kama pumziko muhimu kwa wananchi waliokumbwa kwa muda mrefu na machungu ya vita. Kwa wengi wao, kuondoka kabisa kwa kundi hilo kunachukuliwa kuwa sharti la msingi kwa kurejesha amani ya kudumu na kujenga upya maisha ya kijamii. Katika Goma na Bukavu, vyanzo mbalimbali vya ndani pamoja na ushuhuda unaofanana vinaeleza kuwepo kwa hali ya kutia wasiwasi inayohusisha wapiganaji wa makundi ya waasi wanaotambuliwa kwa raia wa Kikongo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, baadhi yao ikiwemo waliowahi kuwa katika safu za polisi wa taifa na jeshi wanatafuta kwa bidii kadi za mpiga kura ama carte d'électeur ili kuzitumia kama vitambulisho. Kwa mujibu wa mashuhuda, mbinu hii inalenga kurahisisha mienendo yao katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa makundi yenye silaha au kuficha uhusiano wao na makundi hayo. Baadhi yao wanaripotiwa kuanza kutafuta kadi ya mpiga kura ama carte d'électeur, ambayo hutumika sana kama kitambulisho nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inaonekana kuwa njia rahisi ya kusafiri bila kuzua shaka, hasa katika mazingira yenye hali tete ya kiusalama. Aidha, baadhi ya wapiganaji wanaelezea kuwepo kwa hali ya sintofahamu na ukosefu wa mpangilio thabiti ndani ya safu zao. Bila kujitambulisha kiwazi, baadhi yao wako wanaeleza kuwa harakati za kijeshi zinaweza kufanyika ghafla bila taarifa ya wazi kwa ngazi za kati za uongozi wao, huku wakati mwingine wanaamriwa kuondoka katika eneo fulani bila maelezo. Hofu ni kwamba taarifa hizo za kujiondoa sehemu fulani huwa zinatangazwa tu kwa ghafla kwa wakati wowote bila wao kutarajia. Baadhi yao wako pia wanaonyesha nia ya kuachana na makundi ya waasi na kujiunga katika jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, huku wakiwa wanasisitiza hamu ya kurejea katika mfumo rasmi wa kijeshi la serikali. Ushuhuda wa aina hii, kwa mujibu wa wachambuzi kadhaa, unaonyesha mvutano wa ndani na mienendo ya mabadiliko inayoshuhudiwa kwa sasa ndani ya baadhi ya makundi yenye silaha mashariki mwa nchi. Katika mazingira ya usalama yanayoendelea kuwa tete, hali hii inabainisha kwa wakati mmoja mikakati ya kujihami inayotumiwa na baadhi ya wapiganaji pamoja na changamoto zinazoendelea kuwepo katika udhibiti, utambuzi wa watu na juhudi za kurejesha utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa na mzozo huo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tukutane kwa majaliwa kwa kuzidi kuhabarika zaidi. Tunakuomba pia ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili ufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu. Chao.